This is Nyayo National Stadium, uwanja ambao upo tayari kwa mchezo wa kimataifa. Tunazungumzia taji la shirikisho CAF Confederations Cup ambao utatikwa katika uwanja huu kati ya Nairobi United timu ya Kenya dhidi ya Azam Sports kutoka Tanzania. Kumbuka katika kundi lao ni wao ambao wanavuta mkia dhidi ya wapinzani wao wengine kutoka kaskazini wa bara la Afrika. Kwa hiyo katika hili ni kwamba uwanja upo vizuri, ngome itapigwa hapa kesho mida ya saa 10 ili kila mmoja ajaribu kutafuta ushindi. Hakuna cha sare katika uwanja huu hapo kesho. Kuna kina Fei Toto katika uwanja huu kwa faida ya Azam. Tunaangalia mashaka kwa upande wa timu ya Nairobi United, wakina Omala wapo. Kwa hiyo ni mchezo wa kupigwa mfano, of which tupo kwa ajili pia kuangalia mazingira ya viwanja katika Jamhuri ya Kenya. Ni uwanja ambao umetengwa rasmi kwa ajili ya kutumika katika mashindano ya AFCON mwaka 2027 kwa maana mwakani, lakini kubwa zaidi utatumika pakubwa katika kuwezesha mazoezi. Ni uwanja wa mazoezi, unaona, can you imagine, uwanja wa mazoezi. Mbali na uwanja huu tutakuwa na uwanja wa Moi Kasarani, umejengwa mwaka 1983 mpaka 87 ukifunguliwa rasmi, unaona uwanja huo. Lakini miaka takriban 40 baadaye Kenya tena inajenga bonge la uwanja tunaoita uwanja wa Raila Odinga, uwanja wa kimataifa wa Raila Odinga iliyopo katika barabara ya Ngong viungani mwa jiji kuu la Nairobi. Kwa hiyo miundombinu itawekwa, viwanja pamoja na mbinu za usafiri, tukirejelea reli, barabara, achia mbali pia vile anga tua kwa maana airport, kwa ajili ya kurahisisha mwendo kuelekea AFCON mwaka 2027. Mbali na hilo pia tuna masuala ya usalama na pia vile vile hoteli, mahali ambapo wahusika watakuwa wanalaza mbavu, unaona, lazima mazingira yawe rafiki. Achia mbali pia vile vile uwepo wa mashabiki kwa ajili ya kushuhudia mapambano. Kwa hiyo tutaona labda pengine Senegal, mabingwa tetezi wa taji la AFCON, tutaona labda pengine Misri wakititika katika viwanja hivi vyetu. Hatutakosa kuona labda pengine wakina Nigeria, Ivory Coast na kadhalika. Kwa hiyo ni Kenya, Uganda na Tanzania ambao ni wenyeji wa michuano ya dimba la bara Afrika ama la mataifa bara Afrika mwaka 2027. Wapo ambao ni wazushi vierere wenye nia mbaya, walisema kwamba upande huu mwa Afrika ni maeneo ambao kwa hakika sio rafiki, unaona. Narejelea Mamadu Gwai ambaye alisema ukanda huu Afrika Mashariki ni kama jangwa, unaona, ama ni kama pori, kwamba haina mazingira rafiki kuruhusu mashindano haya kufanyika, kwamba mbinu za usafiri ni hovyo kutokana na miundo mbinu na kadhalika. Lakini wacha wenyewe wafike wajionee kwa macho, manake CHAN tayari imefanyika katika nyuga hizi mbalimbali. Tumeshuhudia hapa Morocco ikipiga dhidi ya Zambia, tumeshuhudia hapa pia vile vile Angola, DRC, Algeria, tumeshuhudia Benin wakicheza hapa, mashabiki wakijaa, unaona. Tumeshuhudia mataifa mengi yakipiga katika mashindano ya CHAN ambayo kwa sasa imefutiliwa mbali. Dalili tosha kwamba Kenya ina uwezo wa kipekee kwa ajili ya kuwa mwenyeji wa michuano hii ya kimataifa sawia na Tanzania pamoja na Uganda. Hata Rwanda inaweza, unaona. Kwa hiyo ni ule uwezo tu sisi wenyewe kujiamini katika kuboresha yale ambapo tunavyo ama miundombinu ambayo kwa hakika tumejaliwa kwalo, na tuweze kutumia viwanja hivi kwa ajili ya kuchipua vipaji. Unapochipua vipaji na maisha kwamba unajenga timu kwa faida ya vizazi vijavyo, angalau kujenga mazingira ya ajira kwa faida ya jamii, ili watoto waweze kufaidi wazazi wao, ndugu zao na jamii kwa ujumla, na kurahisisha mwendo maishani. Kumbuka mwaka huu kuna dimba la dunia nchini Marekani, Mexico pamoja na
Canada. Tutakuwa tunashuhudia baadhi ya timu mbalimbali ambazo zitakuwa zinatitiga katika kindumbwe cha dimba la dunia, ambapo Senegal watakuwepo iwapo kwa vyote vile fitna dhidi yao haitashika ama itafua dafu. Unakumbuka vurugu ambayo imetoka majuzi. Haya, kutakuwepo na Ivory Coast. Nigeria imekosa kufaulu, lakini wameanza kuja vizuri. Pia vile vile naangalia, napiga darubini uwezo wa Morocco katika michuano hiyo, wakina Diaz, namzungumzia mchezaji huyu kwa maana ya pasi na kusahau Hakimi. Vipi pia vile vile kwa wahusika wengine wote ambao watawakilisha Afrika? Tunisia, je, watakuwa na uwezo wa kipekee? Ghana watakuwa na uwezo wa kupigiwa mfano? Kwa hiyo ndio mambo ambayo tunajaribu kukita zaidi kuweza kujua watafanyaje dhidi ya mataifa ambayo kwa hakika yameendelea zaidi, na hususan mataifa kutoka Marekani ya Kusini na Ulaya. Nite Bonga Boli, mzee wa viwanjani, mtema madini, Michael Were Muhusia, nikiwa na mwenzangu siku zote Fazul Khalid katika masala ya michezo na wachezaji. Naona mambo bana kule juu mitambo ya kisasa hii ambayo inatumika kwa ajili ya kupeperusha matangazo. Namwona ndugu hapa. Ndugu, vipi bana? Mambo vipi? Inakuaje bana? Fahamisha watu bana kuhusiana na dimba ama mtambo huu wa kisasa. Hapa ndio jikoni bana. Ndio jikoni So nini nafanyika hapa swa? Hapa tunatengeneza picha, rangi. Hizi zinaitwa CP, hizi ndio zinatengeneza rangi. Kama jua ni kali tunapunguza. Una balance. Kama ni kala ya kiwanja tunaipea rangi yake. Okay. Wow, muhimu sana. Kila kitu, hizo ndo server za kamera. Kisikia ni kamera za kisasa, broadcast quality ndio. Noma sana bwana mti yangu. Wow, hatari. Kwa hiyo wewe ndio fundi wa kitambo ama fundi wa mitambo? Fundi wa mitambo. Sorry. Fundi wa mitambo hapo bwana. Kwa hiyo nitakuwa naingia hapa. Niaje mti yangu? Safi sana. Niko fiti, nilipata? Yeah. So niko na mrembo hapa bana, kutoka Nairobi, mtoto wa kike bana. Inakuaje? How is you? Salama. I can see you are ready for a serious assignment tomorrow. Tunajaribu. Last minute preparation, alafu tutakuwa ready. Wow. Yeah, that's great. You are head of production. Ndiye anasimamisha nazalisha matangazo udada huyu. Hatari sana. Alafu tutu wana tunatumia channel mbili. Noma sana bana. So katika hili inabidi sasa nitafute mpambanaji hapa, sijui amepotelea wapi. Hizo bibi. Tuone inakuaje. Sijui jamaa wangu ameenda wapi. Jamaa wangu amepotea bana. So nasubiri kushuhudia mapambano hapo kesho, Azam itakapopanga ama kupiga dhidi ya Nairobi United katika uwanja huu. Naona uwanja jinsi ulivyo upo tayari kabisa kwa majukumu hapo kesho, na tuweze kuona ubora wa mchezaji ambaye ametitiga katika mashindano ya AFCON kwa faida ya Taifa Stars ya Tanzania. Hapa nikimrejelea kiungo mpambanaji kwa maana Faisal Toto ama Fei Toto, unaona Mzanzibari katika ubora wake, na ni uwanja wa mapambano na si mapatano hata chembe, kama anavyosema kila wakati. Kila mtu anapopewa nafasi lazima adhihirishe ubora ama uwezo wake uwanjani, manake mchezo wa mpira wa miguu ni mchezo wa hadharani. Kila mmoja
anaonyesha kile ambacho kwa hakika amejaliwa kwalo. Kwa hiyo nipo hapa kwa ajili ya kuweza kusikiza kutoka kwao, maanake kuna nafasi ya kipekee ya kuweza kufanya mahojiano na wachezaji pamoja na walimu, na kisha kuwaruhusu wapate opportunity ya kuingia uwanjani kupasha misuli moto, kwa maana kupiga njaramba tayari kwa mapambano hapo kesho Jumapili. Kumbuka ni taji la shirikisho barani Afrika, na ukumbuke taji hili limenyakuliwa na Gor Mahia mwaka 1000. Vipi bwana mtu yangu? Wewe ni shabiki wa Gor Mahia, unaona hilo jezi ya Gor Mahia. Inakuaje bwana mtu yangu bwana? Salama man. Kwaje? Kesho tarajia nini bwana? Naona tupo hapa kwa ajili ya kushuhudia mapambano. Kesho mazee tukuje tu support na boys. Of course mazee wanahitaji ushindi kesho mazee. Na tukipatia hiyo support at least utakuwa na hiyo morale ya kupiga bao. Azam si ati timu nyingine like inatupatia pressure. Tukuje tu hapa tujicompose, tupige mechi mazee, tupige ball. Sisi tutakuja hapa tuwapigie tuwapatie support. Nyinyi mcheze party yenu. Bwana, kuna mchezaji bwana ametoka Afcon, Feitoto. Kuna Aishi Manula. Bwana, kikosi kimesheheni wachezaji wenye uwezo mkubwa. Najua. Au najua ni money team, au ni money team. Hata Nairobi United manzi Nairobi United ni pesa, hii serikali mzee. Wamemwaga pesa mbaya. So kesho may the best team win manzi. Haya. Shalton Online TV pale YouTube manzi, mnaweza tu support. Muhimu sana bwana. Mfuatilie pale Shalton TV pale YouTube. Bila shaka na tema madini kila uchao. Shukrani za dhati mzee. Haya. Baadhi ya wahusika hawa ambao wapo hapa tuweze kuona itakuwaje. So ni Azam wapo katika uwanja huu wa kitaifa wa Nyayo jijini Nairobi, tayari kabisa kwa pasha misuli moto kabla ya kukabiliana na Nairobi United ambaye ni mwenyeji hapo kesho katika mchezo namba 3. Je, nani atakayeweza kuzoa alama 3? Maana ni ushindi wa lazima ili walau kuweka hai matumaini ya kupiga hatua katika michuano hii. Kwa hiyo wanandinga hawa kila mmoja akichukua nafasi yake tayari kufanikisha. Twende upande ule mwingine. Huko. Naomba. Ya. Naona unafotoa sana bana, unanasa kabisa bana wahusika wakuu, kwa maana unaweka kumbukumbu kumbukumbu ni hazina isiyoweza kufutika katika kichwa cha binadamu, na kwa ajili ya kuweka kumbukumbu unaweza kuona jamaa anafotoa hapa picha kwa ajili ya kuweza kuweka rekodi ama historia ya wahusika wakuu. Wanandinga hawa. Una uzoefu wa miaka mingapi bwana mtu yangu? Miaka 6. Umekomaa ama umekubuhu katika majukumu ya kimataifa. Mambo. Umesema songe wapi bwana? 16-20 we are out. Sawa? 16-20 we are out. 16-20 we are out. Mwelekezi wa kafu ametoka Morocco. Mtu wa maana sana huyu Timo. Tusikia anasema nini? Unasemaje lakini? Mwambie huyu. Ametuambia tuje huko. Lakini kule kwa wachezaji wapo. Sisi tunawapataje wengine tuna simu. Sasa unasikia kuna swali hapa Timo.
Tunapataje kule? Hatuna picha. Hiyo ndio sheria. Kwani kizunguka kule? Au lazima tuache. Sheria na masharti kuzingatiwa. Ya, so unaona majamaa hapa wanapambana. Ndugu, how is it going? This guy is from Eritrea. You've been here for a very long time from Eritrea. How do you find life in Kenya? Vipi lakini? He's a Kenyan. Eh? Justin, how is it going? Maybe your take on tomorrow's fixture, Nairobi United versus Azam from Tanzania. Okay. So I'm predicting 1-1. For Azam. Score for Nairobi United because they have been outstanding players. 1-1. Wow. So what about AFCON? Our preparation as East Africa? Our preparation is really doing well, as you can see. We saw Raila Odinga Stadium being almost complete, 60K seater. You see, Uganda also has Hoima Stadium in Uganda. Tanzania also has very many stadiums. So we are seeing 3 nations hosting CHAN, like hosting AFCON like we did in CHAN. After 50 years, because you remember we last hosted AFCON in 1976, that is 50 years. 50 years. 50 years to count. 36th edition has been handed to East Africa. That's a big mileage. We shall not let down CAF and CAF President Patrice Motsepe. Wow, that's great, and let us hope for the best, because I know we are capable. We have all that it takes to make it successful. We do what it takes. And about the performance, I won't comment because I saw how we performed in CHAN. All the hosts went through at the same time. We didn't manage to go to the semi-finals. At least we tried, but this time around it's gonna be tricky because AFCON is not even won by bigger teams. It's won by teams that have big players. Big players, just like Big players, Morocco, Senegal, yeah. Nigeria. So we are underdogs. We are underdogs. You saw how Mali went through without even scoring many goals. Comoros also was surprising. Angola, they were coming into the mix, but AFCON is not won by big teams. Big players, that big team. And also tactics applies. Of course, when you see Nigerians coach that he was with Mali, you remember that AFCON which was hosted in Ivory Coast 2023, things burnt him, but now winning a medal for Nigeria, that is a plus. Tunisia also, they tried. Tanzania, after a long time. Kenya is the weakest. Not only Kenya is the weakest. Thanks a lot. Welcome.